utawagusa kwa kupitia neno lako, katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Haleluya. Makofi ya shangwe. Haleluya. 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 Naweza kukaa. Naweza kukaa. Asante sana. Asante sana Present Worship. Wimbo mzuri ambao unagusa mioyo yetu. Mnaweza kupumzika kwa muda. Asante sana. Haleluya. Haleluya. Nataka wale ambao wamejibuka na sisi kwenye mitandao ili wapate kusikia neno la Mungu pamoja na sisi, wasikie sauti zenu ndani ya huu ukumbi nikisema haleluya tena, na iomba hiyo haleluya ya kishindo waisikie wao. Haleluya. 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 Karibu sana tujumuike katika neno la Mungu, wewe ambaye unatutazama kupitia mitandao ya kijamii na wewe unasikia kupitia hapo radio. Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Hongera sana kwa kuiwahi mvua kabla haijakuwahi. Na hiyo ni ishara kwamba hata mbinguni utawahi kuingia kabla shetani hajakuwahi. Kwa sababu hakuna ajuaye siku wala saa. Na kwa sababu hakuna ajuaye siku wala saa, wakati wowote parapanda inaweza ikapiga ya malaika mkuu Mikaeli na ukashtukia ghafla hatupo tena hapa duniani. Ninaisubiri kwa hamu hiyo siku. Bila shaka na wewe tutaruka pamoja kumlaki Bwana mbinguni. Huwa sio wimbo wa mazishi, ingawa umekuwa maarufu kwenye mazishi. Huu ni wimbo wa kujiweka sawa wakati wowote, mahali popote, kwamba tunaweza kunyakuliwa. Katika unyakuo mambo mawili yatatokea. La kwanza, waliotangulia mbele ya haki katika Kristo wamelala mauti, hao watakuwa wa kwanza kufufuka. Na sisi ambao tukikutwa tuko hai tutabadilika ghafla, kwa maana kwamba miili tulionayo na haya magwanda tuliovaa vinabakia hapa, na sisi tunavikwa miili mipya, tunakwenda kukutana na wale waliofufuka kumlaki Bwana Yesu mawinguni. Hilo mimi linanitia moyo wakati wowote. Haijalishi kwamba waliotangulia na tuliobaki hai, ikifika siku ya unyakuo wote tutakutana ana kwa ana pamoja na Yesu Kristo pale mawinguni. Makofi kwa Bwana Yesu ya shangwe. Somo la leo ni fupi tu, kwa maana ya kichwa cha habari, chanzo cha imani ya kweli ni neno la Kristo. Chanzo cha imani ya kweli ni neno la Kristo. Nimeanza kwa kusema imani ya kweli, kwa sababu ziko imani nyingi ambazo ni itikadi tu, lakini imani ya kweli ni moja tu. Imani ya kweli ile ambayo watakatifu walipewa mara moja tu. Unaisikia hiyo? Yuda 1:3 anazungumza hiyo, kwamba iko imani waliopewa watakatifu
mara moja tu. Kwa hiyo kama imetolewa mara moja, maana yake ni moja. Zingekuwa zimetolewa zaidi ya moja, Yuda angesema imani walizopewa watakatifu, lakini kasema imani waliopewa watakatifu. Na Yuda huyo anasema tuzidi kujijenga katika imani takatifu. Kwa hiyo ni moja. Naposema imani ya kweli, maana yake ni moja. Nyingine zote ni itikadi. Hizo ziko nyingi. Na kama itikadi zinahusiana tu na vyama na vilabu vya makundi ya kidini na kijamii, vimebeba sera na falsafa za wanadamu, lakini imani ya kweli ni moja. Sasa chanzo cha hiyo imani, chanzo au chimbuko au mahali inapopatikana hiyo imani ya kweli ni katika neno la Kristo. Warumi sura ya 10 mstari wa 17 imeandikwa hivyo, na ninasoma katika jina la Yesu. Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo hapa nguvu uzito uko kwenye neno la Kristo. Neno la Kristo lina uzima wa kuhuisha imani. Neno la Kristo lina ushawishi unaogusa roho, na hata Roho Mtakatifu ili ajidhihirishe ni pale linaposikika neno la Kristo. Na hata Ibilisi anadhibitiwa tu na neno la Kristo. Kwa hiyo neno la Kristo hapa ndio kila kitu. Na neno la Kristo mchana wa leo linakwenda kuumba vitu vipya mahali hapa. Neno la Kristo ni hai, lina nguvu, ni upanga zaidi ya upanga wao ukatao kuwili, ni moto, ni rungu, limesheheni silaha zote anazoweza kutumia adui
lenyewe ni silaha, tena inaitwa upanga wa Roho, neno la Kristo. Changamoto tulionayo katika jamii ya Kikristo pamoja na jamii ya wengine wasiokuwa Wakristo ni upungufu wa imani ya kweli. Wengine hawana kabisa, na wale ambao tulionayo tunayo kiduchu, yaani ni ndogo kuliko chembe ya haradali. Maana ingekuwa inakaribia angalau chembe ya haradali, tungeishi maisha ya miujiza, tungeona matendo makubwa ya Mungu katika maisha yetu kuliko vile tunavyofikiri au kutarajia. Lakini tunakabiliwa na changamoto ya imani haba, inaitwa imani haba, imani pungufu. Na neno la Kristo kazi yake ni kuzalisha imani ya kweli, lakini pia neno la Kristo kazi yake ni kuhuisha na kuichochea ile iliyo pungufu, iliyo haba ndani yetu, ili iumuke na iwe na uzito, iwe na kilo za kufanya yale ambayo Mungu anatarajia tuyafanye, lakini hatuyafanye kwa sababu ya uhaba au upungufu wa imani. Kwa hiyo zingatia, kama umepungukiwa imani au huna imani kabisa, chanzo cha imani ya kweli ni neno la Kristo. Sasa neno la Kristo nalo ni msamiati unaohitaji maelezo mepesi ambayo mtu asiye au anayesikia kwa mara ya kwanza ujumbe huu aweze kujua maana yake nini neno la Kristo. Neno la Kristo maana yake nini? Tuna tafsiri ya jumla kwamba maandiko matakatifu katika Biblia, Agano la Kale na Agano Jipya, maandiko yote hayo ni maandiko yaliyovuviwa na Roho wa Mungu. Kwa hiyo katika ujumla wake yanabeba uzito wa kuitwa neno la Mungu. Hiyo ni tafsiri ya kwanza. Na ndivyo ilivyo kwamba katika Biblia yale maandiko matakatifu yaliyoandikwa mle ndani yamechujwa, yakakubaliwa kwamba yaliandikwa chini ya uvuvio wa Roho Mtakatifu kwa walioyaandika. Kwa hiyo kila kinachovuviwa na Roho kimetoka kwa Mungu, kwa hiyo ni maneno ya Mungu. Lakini tafsiri ya pili, tunapokuja kwa neno la Kristo, na hapo ndipo nataka unipe masikio yako mazuri. Neno la Kristo, tafsiri ya pili, ni yale maneno aliyonukuliwa Yesu na waandishi walioandika Injili
Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Luka aliandika vitabu viwili, aliandika Injili ya Luka na Matendo ya Mitume. Na maneno ya mwisho ya Yesu Kristo yaliyonukuliwa na Yesu Kristo kabla ya kupaa yameandikwa na Luka kwenye Matendo ya Mitume 1:8. Lakini maneno ya Yesu Kristo pia yanapatikana kwenye kitabu cha mwisho katika Biblia, kinaitwa Ufunuo wa Yohana. Hicho nacho Yohana anasema kwa kuandika, mstari wa 19 anatoa mwongozo aliopewa na Yesu alipoambiwa, andika mambo uliyoyaona, mambo yaliyopo na mambo yatakayokuwapo baada ya hayo. Kwa hiyo neno la Kristo linajumuisha yale maandiko ambayo waandishi walimnukuu Yesu wakati wanaandika, wanasimulia maisha ya Yesu, lakini wakanukuu baadhi ya maneno aliyosema. Hayo maneno aliyosema Yesu yakanukuliwa katika Injili, Matendo ya Mitume na Ufunuo wa Yohana. Maneno hayo yanaitwa neno la Kristo. Sasa haina maana kwamba yale ambayo yameandikwa kwenye nyaraka na vitabu vingine katika Agano Jipya sio neno la Kristo. La hasha. Nayo nimesema yako katika tafsiri ya kwanza ya maandiko matakatifu yaliyovuviwa na Roho Mtakatifu kuwa ni neno la Mungu, kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye aliyewaongoza waandishi kuandika nyaraka na vitabu vilivyoandikwa katika Agano Jipya. Nachotaka kukiwekea mkazo kukusaidia wewe hata unapokuwa unataka kuhuisha imani yako ili iweze kufanya kazi ile iliyokusudiwa na Mungu. Tumia muda mzuri mwingi mara kwa mara kuyapitia yale ambayo Yesu amenukuliwa, yakaandikwa kwamba aliyasema. Kwa kufanya hivyo hutakuwa unaibagua Biblia kwamba kuna maneno ya daraja la kwanza na la pili. La hasha. Lakini nataka nikuongoze katika njia ya kukusaidia kuchochea imani yako. Unaposoma maneno aliyonukuliwa Yesu akisema, maneno yale yanasema na roho yako moja kwa moja. Inakuwa ni Yesu anasema na wewe. Ukiyasoma yale maneno yaliyonukuliwa Yesu akisema, ukiyasoma utakuta ni Yesu anasema na wewe moja kwa moja. Sio kauli taarifa, ni kauli halisi. Ni kana kwamba yupo anasema na wewe. Na ukiyasoma vizuri utagundua kwamba maneno hayo hayana mipaka ya kijiografia, hayana jinsia, tofauti za jinsia, rika. Ni maneno yanayogusa roho, na roho
haina mipaka ya kijiografia wala jinsia. Ndio maana tutakaponyakuliwa tutapewa miili ya roho ambayo hakutakuwa na mwanamume wala mwanamke. Lugha aliyokuwa akitumia Yesu kuongea na wanafunzi wake. Amin nawaambia. Yaani amin ni kama kiapo. Ni kama kusema kweli kweli na mchana huu. Moja wa neno la Kristo ambao tutaufanyia zoezi mchana huu mahali hapa. Marko sura ya 11. Marko sura ya 11 mstari wa 23 na 24. Nasoma katika jina la Yesu. Amini nawaambia, jinsia tofauti za jinsia, rika, ni maneno yanayogusa roho, na roho haina mipaka ya kijiografia wala jinsia. Ndio maana tutakaponyakuliwa tutapewa miili ya roho ambayo hakutakuwa na mwanamume wala mwanamke. Tutakuwa kama malaika, lakini roho zetu ni hizi hizi tulizonazo hivi sasa. Neno la Kristo linagusa roho moja kwa moja, na roho ikiguswa na neno la Kristo inapata nguvu za Mungu kupitia neno la Kristo, alafu inahuisha imani yako. Na kwenda kukupa mfano mmoja wa neno la Kristo ambao tutaufanyia zoezi mchana huu mahali hapa. Marko sura ya 11. Marko sura ya 11 mstari wa 23 na 24. Nasoma katika jina la Yesu. Amini nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maneno aliyosema Yesu, yamenakiliwa
Na Yesu alipokuwa anaweka uzito wa maneno yake au mkazo wa maneno yake, alikuwa na tabia ya kusema amin nawaambia. Neno amin nawaambia ni kama kiapo katika lugha aliyokuwa akitumia Yesu kuongea na wanafunzi wake. Amin nawaambia, yani amin ni kama kiapo, ni kama kusema kweli kweli na kuhakikishia. Kweli kweli na kuhakikishia, ndiyo maana ya amini nawaambia. Kweli kweli na wahakikishia. Watanga wanasema kweli kweli na mihakikishieni. Anaweka uzito kwamba hicho anachokisema ndivyo kilivyo, na anayekisikia akikifanyia kazi atapata matokeo yake kama kinavyosema. Na mimi sasa kwa neno hili mchana huu, kweli kweli na wahakikishieni kwa neno hili, mkiwa na hakika juu ya dua tunayokwenda kuomba, mtapokea yote ambayo mnakwenda kuomba mchana wa leo. Sio mimi ninayewahakikishia, mimi ninawahakikishia kwamba Yesu anawahakikishia kweli kweli. Na mimi niko hapa kwa niaba yake kupitia neno lake, ili zoezi tutakalofanya tuone matokeo yake leo hii mahali hapa hapa. Lakini ukiyasoma vizuri maneno haya, anazungumza Yesu vizuri, anasema hivi: yeyote atakayewaambia mlima huu ng'oka. Hajaweka kiwango, kigezo cha kubagua rika, jinsia, umri, tabaka yoyote ya kijamii. Anasema yeyote. Yeyote maana yake na wewe umo katika yeyote, na wewe ukiwemo na wewe. Atakayewaambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake. Hapo ndipo kuna changamoto. Kuona shaka moyoni. Tafsiri ya Kiswahili sanifu cha neno shaka, maana yake ni hali ya kutokuwa na hakika ya jambo. Hiyo ndio tafsiri ya neno shaka. Hali ya kutokuwa na hakika ya jambo. Kwa hiyo Yesu anaposema asione shaka moyoni mwake, maana yake
asiwe na hali ya kutokuwa na hakika ya jambo hilo analosema juu yake. Kuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini. Unaposema ng'oka, moyoni uwe na hali ya kuwa na hakika umeng'oka, umekwenda baharini, hata kama macho yanauona upo. Na hiyo ndio changamoto. Hiyo ndio changamoto. Kutokulijua neno la Kristo vile linavyosema. Anasema, akisema ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini. Na neno hili aamini maana yake awe na hakika. Kwa hiyo shaka ni hali ya kutokuwa na hakika, na kuamini ni hali ya kuwa na hakika. Ndio tafsiri yake. Shaka hali ya kutokuwa na hakika, kuamini hali ya kuwa na hakika. Wewe moyoni mwako kukoje asubuhi ya leo? Maana nikisema leo Mungu anakwenda kufanya kitu, hata nikisema hivyo tu, unashuhudiwa nini moyoni mwako? Na hii wala uweze kuniambia mimi ili unifurahishe. Hii inakuhusu wewe mwenyewe. Unayo hakika au huna hakika? Unayo hakika au huna hakika? Tafakari. Unayo hakika au huna hakika? Sasa tutaongea kidogo kama huna hakika ufanyeje, na kama una hakika basi tarajia kuona yale ambayo una hakika nayo kupitia neno hili. Fumbo kubwa katika neno hili liko kwenye maneno yanayofuatia. Nasema aamini ya kwamba hayo ayasemayo yametukia. Yame, sio yatatukia. Yametukia. Kuwa na hakika kwamba yale uliyosema yametukia, sio yatatukia. Hakika iwe ni yametukia, sio yatatukia. Hakika iwe yametukia, sio yatatukia. Yametukia. 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 Kuwa na hakika kuwa yametukia, sio yatatukia. Sio yatatukia.
ukiwa na imani yatatukia, hayatatukia. Ila ukiwa na imani yametukia, ndipo yatatukia. Nafsi yako inakuambia utakuwa unajidanganya mwenyewe. Si unaona baada ya hapo? Hapo ndipo changamoto ya imani ilipo. Ukiwa na hakika hiyo moyoni, unaokoka leo na unaondoka hapa ukiwa umeokoka. Lakini pili, ukiwa na hakika juu ya neno la Kristo, leo hii unajazwa Roho Mtakatifu. Leo hii unajazwa Roho Mtakatifu. Leo hii. Na sasa hapa nataka niwaambieni, tumetangaza katika wiki hii juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu kwa watoto wa miaka 7 mpaka 17. Kwanza sijui kama leo wapo hivi hao watoto wa miaka 7 mpaka 17 wapo. Kama wapo wanyoshe mikono. Wapo Sasa leo mtashangaa. Yesu alivyosema juu ya watoto. Alisema watoto kati ya sifa kubwa waliokuwa nayo, hawana shaka. Wakisikia neno, hata kama ni la uongo, wao wanaliamini kuwa ndio kweli. Je, wakisikia neno la kweli la Mungu, utashangaa matokeo yake. Hawatumii akili kufikiri nini maana ya kujazwa Roho Mtakatifu. Wao wanalisikia neno hilo, wanaliamini. Na utaona neno hilo likifanya kazi leo kwa macho yako. Unapoona mambo yanafanyika ya kimungu ambayo hayahusiani na ufundi wa mtu, ambayo hayahusiani na usanii wa wajanja, yanapofanyika mambo ambayo ni Mungu mwenyewe anafanya kwa kuaminiwa katika neno la Kristo, ujue kwamba kilichosababisha hayo kufanyika ni kuwa na hakika na neno la Kristo. Kuwa na hakika na neno la Kristo. Tusimtafute mchawi kutoka mbali sana. Yuko katika nafsi zetu, anaitwa shaka moyoni. Naomba kuanzia sasa, kwa sababu kuna tatizo sasa hivi katika jamii ya Kikristo ya kujihesabia haki kwamba wanaamini wakati hawaamini kabisa. Na ukimwambia haamini anakwazika, anaona kwamba yani memshushia hadhi ya kiroho. Mimi nataka tuambizane tu ukweli.
kwamba kama huamini tu. Hata ukiambiwa kwamba unaamini lakini huamini tu, na kama huamini ni kwamba ishara ya kutokuamini ni kutokupokea. Ukiona hujapokea, maana tatizo haliko mbali, liko kwenye tu moyoni kuwa na hakika. Na ndio maana tunapogundua kwamba watu hawapokei, tunaweka kazo kwenye neno la Kristo, fundisho. Hao watu tunataka waje wapate fundisho ya neno la Kristo, walisikie neno la Kristo. Kwa kadiri wanavyolisikia neno la Kristo kuhusiana na jambo husika, lile neno la Kristo linahuisha imani, linaua makali ya shaka yaliyoko mioyoni mwa wahusika. Kwa hiyo neno la Kristo likisikika kwa uhakika na mwenye kulisikia akalipa nafasi likaingia, linaua shaka. Yaani imani na shaka havikai chumba kimoja. Ama una shaka ama unaamini. Huwezi kuwa na vyote kwa pamoja. Yesu aliwagombeza wanafunzi wake kwa kutokuwa na imani, kwa sababu ya matukio yaliyotokea wakaprove kwamba hawana imani. Wametembea nayo, amesema nao mara nyingi, wamemsikia, wako pamoja naye usiku na mchana, lakini yalipotokea matukio ambayo yanataka sasa imani kama ipo itende kazi, walishindwa. Hiyo mifano iko hai katika maandiko matakatifu. Kwa hiyo usikwazike nikikwambia huna imani. Sio kwamba nakuponda au nakudhalilisha. Nakwambia changamoto ulionayo ili ukasirike, ubadilike, uwe na imani. Ukisikia nakwambia huna imani, sema nakataa, nina imani. Haya, kama nina imani basi pokea. Basi, yani hakuna njia ya mkato, hakuna njia ya kuzunguka huku na huku na huku na huku. Ni moja kwa moja tu. Imani ipo, pokea. Imani ni pungufu, ingiza neno la Kristo kwa wingi. Litachochea hiyo imani mpaka itafika kwenye kiwango utapokea tu. Lakini liwe ni neno la Kristo kweli kweli. Maana kuna maneno yasiyo ya Kristo ili yanatajwa kuwa ni ya Kristo wakati si ya Kristo. Hilo nalo ni somo jingine. Kwa hiyo tunakwenda kuomba juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Na kama nilivyotangulia kusema huko nyuma, tulikuwa tumeweka swala la kujazwa Roho Mtakatifu kama tukio la msimu. Tukao tunatangaza majuma 7, majuma 10 nini. Lakini pia huko nako kulikuwa ni kupungukiwa imani. Sasa tangazo ni hili kwamba mahali hapa BCIC Mbezi Beach, ibada zake mahali hapa, kilele cha ibada hizo ni ujazo wa Roho Mtakatifu. Narudia, unisikilize kwa makini. Nimesema kilele cha ibada. Nini maana ya kilele cha ibada?
Kwa sababu ibada ni ratiba ya mambo yanatakiwa kufanyika tunapokusanyika pamoja siku ya ibada. Ni ratiba ya mambo yanayotakiwa kufanyika kwa pamoja tunapokusanyika kama tulivyokusanyika hivi leo. Kwa katika ratiba kuna la kwanza na kuna la kumalizia katika hayo mambo. Na katika mambo hayo kuna mambo ya mawasiliano ya sisi kwa sisi, lakini kuna mambo ya sisi kuwasiliana na Mungu, na kuna mambo ya Mungu kuwasiliana na sisi. Hiyo ndio inaitwa ratiba ya ibada. Zima wale ambao hapa kama igizo, zima simu yako, zima simu yako. Hakuna kuwasiliana na mtu wakati unawasiliana na Mungu au Mungu anawasiliana na wewe, ni kumvunjia heshima. Hello. Na hiyo inaweza kufanya usijaze Roho Mtakatifu. Wewe fikiria tu umeitwa mbele ya Mheshimiwa Magufuli, alafu anakuuliza maswali unamjibu, alafu simu yako inalia mfukoni. Utamwambia, "Samahani mheshimiwa, kidogo ngoja ni..." Hello, Mheshimiwa mwenyewe Magufuli, sawa? Simu ilie mbele yake mfukoni mwako, alafu mwambie, "Samahani mheshimiwa," yani utoke kwake uende ukaongea na hiyo simu. Unaweza? Kwa nini kwa Mungu tukose adabu kiasi hicho? Huo ni mfano tu, nimekapitisha yako kamedondoka. Nikaonyo hako. Mungu anapoongea sisi ni kutulia na kufungua mioyo ya ndani na kufunga milango ya mawasiliano yote ya nje. Sio kufunga simu tu ya mkononi, kufunga na mawazo yako maana unaweza kuwepo hapa bado kwenye biashara yako kule nyumbani. Uko hapa tu nakumbuka kande. Oh, sikufunga mlango. Sijui nitavikuta vitu hapa kama igizo, lakini sio
kwa ajili yake kwa kumaanisha. Lakini tukimaanisha, mimi nakwambia tukimaanisha, siku tukimaanisha kuwepo kwa ajili yake, yeye yuko hapa, utaona maajabu. Kama hafanyi lolote ni kwa sababu hatuna adabu. Basi. Na kwa sababu ni muungwana, hataki kutuadhibu ovyo ovyo kwa sababu ni wakati wa neema. Ingekuwa ni wakati ule wa enzi zake, ardhi zinapasuka tu, mnaingia kwenye udongo. Basi. Anafanya mazishi yeye mwenyewe. Lakini Agano Jipya ni tofauti. Naingiza hapa kueleza nidhamu ya ibada. Nidhamu ya ibada. Nadhani leo mtakuwa umeona kama kuna utaratibu tofauti kidogo leo. Inawezekana hamjapata maelezo vizuri. Lakini nataka niwaambie tu, ile tu ni kujaribu kuleta nidhamu katika ibada. Kwa mfano, kutoka wakati ibada inaendelea unakwenda tu kule nje, unasikiliza simu kule, unazungumza huko. Alafu unaingia huko ndani. Yote hayo tumefanya utafiti tukagundua kwamba ni ukosefu wa adabu mbele za Mungu. Na Mungu tunataka kumpa heshima. Ibada maana yake ni kumpa Mungu heshima ya hali ya juu anayostahili. Ndio maana yake. Kumwabudu Mungu maana yake ni kumpa heshima ya hali ya juu anayostahili. Je, heshima ya juu anayostahili inafananaje? Moja hapo ni kupay full attention, kuwa makini 100% kwa ajili yake. Sasa hii haina maana ya kukaa kiwoga tu na wasiwasi kama vile huko jela au huko mahakamani. Uko mahali patakatifu ambapo mtakatifu yuko hapo, kwa hiyo mawazo yako yaelekezwe kwake. Basi. Kwa hiyo katika kuabudu, katika ibada, maana yake kuna mahali ambapo tunawasiliana sisi kwa sisi, ndio wakati wa matangazo au maelekezo. Hapa mimi nawasiliana na ninyi moja kwa moja. Lakini tutakapokwenda kwenye ujazo wa Roho Mtakatifu, lile tukio la ujazo wa Roho Mtakatifu, hapo hicho kinaitwa kilele cha ibada. Kwa sababu ndipo Mungu sasa anashirikiana na sisi katika roho zetu kwa kutujaza roho wake. Tukio lile linapofanyika, tukaanza kuomba na kunena kwa lugha, tukio hilo ndio kilele cha ibada. Ndio Mungu, yani two way traffic. Mungu anawasiliana na sisi tunawasiliana. Roho zinawasiliana na Roho Mtakatifu anawasiliana na sisi wakati huo. Ndio kilele cha kuabudu. Tunapoimba tunawasiliana na Mungu sisi. Tunapotoa tunamshukuru Mungu, ni tendo la imani la shukrani kwa ajili yake. Tunaposikiliza, maana yake tunafanya maandalizi ya kupokea Mungu atakayokwenda kufanya kupitia hilo neno ambalo limesikika kwetu. Kwa katika ratiba hiyo lazima tuwe na heshima na adabu, kwa sababu tafsiri ya ibada ni kumpa Mungu heshima ya hali ya juu anayostahili. Na tukiwa tumemaanisha hivyo, yani ukisha kumaanisha, ukisha kuamua kwamba nataka kumpa Mungu heshima ya hali ya juu anayostahili, hayo ni maandalizi yanafanyika ndani ya moyo wako toka unapoingia ndani ya ukumbi huu. Unapoingia ndani ya ukumbi huu, hata kama unaona madirisha yako nje na nini na kadhalika, lakini
kiroho na kiimani unatakiwa kujua kwamba kuanzia wakati huo ukiwa ndani hapa kwa muda, kwa ratiba iliyopo toka saa 4 uko mbele za Mungu. Na kama uko mbele za Mungu, maana yake unakuwa na nidhamu kamili. Sina maana kwamba ukae kama bubu au gumegume, maana kuna watu wengine nao pia wakipokea maelekezo wanapitiliza. Anaweza kakaa tu hageuki wala afanye nini. Ukimgusa kidogo kwamba nampa Mungu heshima hali ya juu. Hatukatazwi kuwasiliana kwa mambo ya lazima yanayomhusu Mungu, ila hatupaswi kuingizwa mambo yetu binafsi. Yaani umekaa hapo, neno linazungumzwa, alafu namwambia aise, umeona ile klipu ya kwenye Jamii Forum? Ndio nazungumza hapa mambo wale ambao mnataka kuingia mbinguni kumuona Mungu halisi. Mungu si wa mchezo. Fanya utani mwingine na miza yako mingine huko, lakini sio wakati ule ambapo tumekusanyika kwa ajili yake. Ila kama hatukusanyika kwa ajili yake, ni klabu tu ya mawasiliano ya sisi kwa sisi, hiyo ni kitu kingine. Na kama nilivyosema kwamba mahali penye imani ya kweli, Mungu ndiye kipaumbele. Mahali penye itikadi tu za vyama vya dini na siasa, hayo mengine ndio kipaumbele chao. Kwa hiyo wanafanya kulingana na vile walivyoamua kukusanyika. Lakini hapa BCIC Mbezi Beach tunapokusanyika jamani, Jumapili saa 4 mpaka saa 7:30 au saa 8 kasoro au saa 8 kamili, tunapokusanyika hapa, ukiingia kwenye moja wapo milango hii, humu ndani kwa muda huo, kwa ratiba hiyo, tupo kwa ajili ya Mungu. Tumpe Mungu heshima yake ya hali ya juu anayostahili. Hiyo itaturahisishia sisi kupokea majibu ya maombi yetu. Wewe kama mzazi huwezi kumjibu mtoto asiyekuwa na adabu. Mtoto anayekuonyesha adabu ndiyo naye mfurahia. Tuingie humu ndani, Mungu atufurahie kwa heshima tuliyoiandaa kumuonyesha kwamba ni wewe Mungu peke yako, hakuna Mungu mwingine. Tupo hapa kwa ajili yako, wewe peke yako. Na kama ni yeye peke yake, awe peke yake, sio wewe na simu yako na Mungu. Sio wewe na kande nyumbani. Sio wewe na mgogoro wako na madeni huko nje. Unapokuwa hapa, mambo yote yanabaki nje. Unaingia mwenyewe mzima hapa kwa ajili ya kukutana na huyu Mungu. Na Mungu kwa sababu anaona nia yako na utayari wako, tayari hiyo ni sehemu ya imani. Kwa hiyo utakapoliitia jina lake, ataitika. Na akiitika, utapokea majibu ya dua zako. Na hilo ndilo la msingi. Hukuja hapa kuabudu sanamu, umekuja hapa ukutane na Mungu aliye hai, na uhai wake uwe ndani yako, ushuhudie, ili ukirudi nyumbani uwe tofauti na ulivyokuja. Tunapokwenda kuomba ujazo wa Roho Mtakatifu, mambo muhimu yafuatayo. Naona wale watoto wako kule nje kule, wamekaa nje kule, watasikiaje Roho Mtakatifu jamani? Walete huku ndani. Wale watoto walioko kule nje kule, walete huku ndani. Watasikia saa ngapi neno hili? Watajazwa Roho Mtakatifu. Watakiwa kusikia Roho Mtakatifu anasemwaje. Maka ndio tunaingia kwenye zoezi hilo ambalo nataka tulifanye hivi sasa.
maandalizi ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Kwanza naomba ieleweke kwamba anaye tujaza Roho Mtakatifu ni Yesu Kristo mwenyewe. Anaye tujaza Roho Mtakatifu ni Yesu Kristo mwenyewe. Sio Gamanywa, sio Kweyamba, sio Jomalema. Sisi tunakuongoza kwa Yesu, tunahamasisha imani yako kwa Yesu ili Yesu akujaze Roho wake Mtakatifu. Kwa hiyo ndio maana kabla ya zoezi la ujazo wa Roho Mtakatifu, kinachotangulia ni toba ya wokovu kwa wale ambao bado hawajaokoka. Hilo ndilo zoezi la kwanza. Toba kwa wale ambao hawajaokoka. Kwa sababu ujazo wa Roho Mtakatifu ni tukio baada ya mtu kuokoka, baada ya mtu kufanya toba na kupokea wokovu, baada ya mtu kuzaliwa upya katika roho yake kwa njia ya toba, baada ya mtu kupokea msamaha wa dhambi kutoka kwa Yesu Kristo. Hilo zoezi hilo amesema Petro katika Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 38, anazungumzia kwamba tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu mpate ondoleo la dhambi. Tubuni. Kwa toba ndio kitu cha kwanza. Toba ndio kitu cha kwanza. Na toba ndio tiketi ya kupokea wokovu wa Yesu Kristo. Na wokovu ukisha kuupokea ni tendo la imani, linafanyika ndani ya roho yako. Lakini katika ulimwengu usioonekana kuna mambo yanafanyika kwa tendo hilo. Mojawapo, jina lako ambaye unafanya toba hiyo linaandikwa kwenye kitabu cha uzima cha Yesu Kristo. Kwa toba hiyo. Na jina lako linapoandikwa na malaika, sio na mtu. Jina lako linapoandikwa, dhambi zako zote katika historia ya maisha yako zinafutwa. Haijalishi zilikuwa mbaya kiasi gani, zinanuka kiasi gani, zinafutwa na kusahaulika kana kwamba hujawahi kukosa toka umezaliwa. Na hapo unaanza mfumo mpya wa maisha ya imani ya kweli. Kwa sababu kabla ya hapo imani ya kweli hii ulikuwa una itikadi tu ya madhehebu yako. Imani ya kweli unaipata kutokana na neno la Kristo ambalo linakuleta katika toba ya kweli ambayo inaandikwa jina lako kwenye kitabu cha uzima, na hapo ndio unaanza maisha ya imani hiyo ya kweli. Sasa kuanzia hapo, baada ya tukio hilo, unakuwa na uhalali sasa wa Yesu kukujaza Roho Mtakatifu. Kwa sababu yeye ndiye amehusika katika toba yako, amekupa msamaha wa wokovu wake,
umekuwa kiumbe kipya katika roho yako, dhambi zako zimesamehewa na kufutwa na kusahaulika, na wakati huo huo sasa anakupa zawadi yake ambayo ni Roho Mtakatifu. Tunampokea Roho Mtakatifu kama zawadi ya Yesu Kristo kwetu. Ndio maana inaitwa kipawa cha Roho. Kipawa, zawadi, ni zawadi. Lakini huyu Roho Mtakatifu tunayempokea, hatupokei pumzi kama ambavyo unaingiza pumzi kwenye mpira kwenye bleda ya mpira au kwenye bleda ya tairi la gari. Roho Mtakatifu sio pumzi. Roho Mtakatifu ni nafsi kamili ya Mungu. Ni Mungu ambaye katika nafsi yake ya tatu, ambaye ni Roho Mtakatifu, anayekuja kwa ridhaa ya Yesu Kristo kuja kufanya makao ndani yetu. Kwa hiyo hata namna kumpokea Roho Mtakatifu kuna kazi kubwa kwa kufikiri kwa akili kwamba hivi napokea kitu gani. Sio kitu, ni mtu, ni nafsi kamili. Ndio maana anaitwa mwalimu, anafundisha, anaongoza. Ndio maana ana hisia, anahuzunika au anafurahi. Ni nafsi. Roho Mtakatifu ni nafsi, na anapokuja kujaa ndani yetu, maana yake ni ili aweze kushika usukani wa maisha yetu ya kiroho, kutuongoza katika njia ya utakatifu. Kwa hiyo tunampokea Yesu Kristo kwanza kwa toba, alafu baada ya toba hiyo ndio Roho Mtakatifu anakuja kwetu kwa idhini ya Yesu Kristo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni zawadi ya Yesu Kristo kwetu. Na pale tunapokwisha kumpokea Roho Mtakatifu, ishara ya kumpokea Roho Mtakatifu, anapojaa huyu Roho Mtakatifu, anapoingia na kujaa, ishara ya wazi ni kupata karama ya kusema kwa lugha nyingine. Anatupatia karama ya kusema kwa lugha nyingine. Hii karama itasikika kupitia kwenye kinywa chako wakati utakapokuwa unazungumza na Yesu ili upokee huyu Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu akiingia, ishara ya kwamba tayari ameingia, amejaa, ni karama ya kusema kwa lugha nyingine. Imekuwepo changamoto ya namna ya kujazwa Roho Mtakatifu na idadi ya wanaotakiwa kujazwa Roho Mtakatifu. Nataka niwaambie kwamba katika maandiko yote matakatifu juu ya ujazo Roho Mtakatifu, kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, wote walioombewa kujazwa Roho Mtakatifu walijazwa. Wote. Sina mstari hata mmoja ambapo waliombewa kujazwa Roho Mtakatifu kwamba mmoja au baadhi walijazwa na wengine hawakujazwa. Hicho kitu hakikuwepo kwenye kanisa la kwanza. Walijazwa wote. Na kwa sababu hiyo, kila mmoja ambaye hajajazwa Roho Mtakatifu, kama neno la Yesu Kristo lilivyosema, yeyote atakayewaambia mlima huu ng'oka ukatupe baharini. Sasa wewe huna haja kuambia mlima ng'oka. Wewe
ni kusema kwa kinywa, kwa mujibu wa neno la Yesu Kristo, leo napokea Roho Mtakatifu. Leo napokea Roho Mtakatifu. Nitakapotoka hapo mbele, nikisimama pale mbele, leo nakwenda kupokea Roho Mtakatifu. Nikishafika pale tu, nikianza kusema asante Yesu, napokea Roho Mtakatifu. Nikifika pale nikisema tu asante Yesu, napokea Roho Mtakatifu. Hivi ninaposema asante Yesu tu, napokea Roho Mtakatifu. Na ukisimama hapa ukisema asante Yesu, hivi ninaposema asante Yesu ndio napokea. Hivi nisema asante Yesu ndio napokea. Nikisema asante ndio napokea. Ndio napokea. Ndio napokea. Ndio napokea. Ndio kupokea. Yoyote myaombayo mkisali, aminini kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Ndio tukio hilo linakwenda kutokea hivi sasa. Yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kuwa mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Kwa hiyo unaposema napokea, maana yake unapokea, sio utapokea. Ninapokea, ninapokea, ninapokea. Nikisema pokea, unasema napokea. Nikisema pokea, unasema napokea. Na upokee kweli, na ukipokea utashangaa. Karama ya kusema kwa lugha mpya inatoka kinywani mwako, raha tele, na utasikia mabadiliko makubwa yasiyokuwa ya kawaida. Kwa sababu yoyote myaombayo mkisali, aminini kwamba mnayapokea. Yoyote myaombayo mkisali, aminini kwamba mnayapokea. Maana yake iweni na hakika kwamba mnapokea. Hili ni neno la Kristo. Kristo ameahidi kwamba yeyote atakaye muamini yeye, zawadi yake kwake huyo ni Roho Mtakatifu. Aliwaambia wanafunzi wake baada ya kufufuka, akawaagiza. Kwa hiyo kujazwa Roho Mtakatifu ni agizo la Kristo. Akawaagiza wasitoke Yerusalemu mpaka wapokee kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tuna aina mbili ya matukio yanayokwenda kutokea hivi sasa. Tukio la kwanza ni la wale wote wanaotaka kutubu, kufanya toba ili wapate wokovu wa Yesu Kristo katika roho zao. Wanaotaka kuokoka leo wapokee wokovu kwanza, na baada ya wokovu huo tunakwenda kwenye tukio la pili la ujazo wa Roho Mtakatifu. Kwa wale ambao mnasoma kwenye mitandao ya kijamii na kupitia hapo radio, ukitaka kuokoka, basi wakati huu tunapoongoza wale walio katika ukumbi huu, tutaomba kwa ajili yako pia. Lakini swala la kuombewa kujazwa Roho Mtakatifu, hilo ninakushauri Jumapili ijayo karibu hapa BCIC Mbezi Beach, kwa sababu linahitaji kuwepo kwako mwenyewe mahali hapa, na kwa sababu linahitaji maombezi ya ana kwa ana. Tusimame. Na kukaribisha sasa wewe unayetaka kufanya toba ya kweli, kumpokea Bwana Yesu. Kama upo karibu mbele, niombe kwa ajili yako. Wewe unayetaka kuokoka kwa mara ya kwanza, karibu hapa mbele. Ishara ya toba ni wewe unayejithibitisha kwamba ni mwenye dhambi na unahitaji badiliko la kiroho la kutenganishwa na maisha ya dhambi, uwe kiumbe kipya katika roho yako. Wito wa Yesu Kristo ni wewe kujitoa rasmi maisha yako na kumpokea awe mwokozi wako binafsi. Karibu. Zangu ila damu
Makofi kwa Bwana Yesu. Sasa naomba usikivu wako wewe uliyekuja hapa mbele. Tukio hili ni la kihistoria, na kuja kwako hapa mbele maana yake ni nadhiri unayoweka kwa Yesu Kristo kwamba unampa maisha yako. Lakini kumbuka, Yesu Kristo mwenyewe alikwisha kuyatoa maisha yake kwa ajili yako. Wewe ndio ulikuwa umechelewa kuyatoa maisha yako kwa ajili yake. Na kwa kuitika kwako leo, maana yake unatambua damu yake aliyomwaga msalabani kwa ajili yako ina thamani, na hivi sasa damu hiyo ifanye kazi ya kusafisha dhambi, lakini pia kuleta badiliko la rohoni, uwe kiumbe kipya, maisha ya kale yapite, uanze upya. Toba ni tendo la kukiri kwa kinywa, lakini linahusisha imani moyoni, kuwa na hakika na hii sala ambayo unakwenda kuisema, kwa sababu kile utakachoomba ndicho kinachokwenda kutokea kwako katika roho yako. Baada ya sala hii nitaomba mawasiliano yako, jina lako kamili, mahali unapotokea, kama una namba ya simu. Naona kuna watoto wengine ambao bila shaka hawezi kuwa na simu, lakini tutaka tu majina yenu. Alafu baadaye ndio tutaomba sasa kwa ajili ya zoezi la ujazo wa Roho Mtakatifu mara baada ya toba hii. Tunyoshe mikono yote miwili, fumba macho yako, na wewe unayetazama kupitia mtandao, kama unataka kuokoka basi ungana pamoja na hawa katika ukumbi huu. Sema kwa sauti: Mungu Baba, katika jina la Yesu napokea wokovu wako uliofanya msalabani kwa ajili yangu. Nisamehe dhambi zangu kuanzia sasa, niumbie upya moyo safi, niwe kiumbe kipya katika roho yangu. Kuanzia sasa ninamkana shetani, ninavunja mikataba na maagano yote ya shetani. Napokea agano jipya la damu ya Bwana Yesu kuanzia sasa na maisha yangu yaliyobakia. Karibu Bwana Yesu. Naomba kwa ajili yako sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nalitukuza jina lako kwa roho hizi zilizojisalimisha mbele zako. Kama ulivyosema, kila anayekuja kwako hutamtupa nje kamwe, na kila aliyekuja kwako hakuna anayeweza kumpokonya katika mikono yako. Na wakabidhi wote hawa mikononi mwako kuanzia sasa, wawe salama rohoni mwao, na wawe na salama katika maisha yao kuanzia leo mpaka utakapolinyakuwa kanisa lako, katika jina la Yesu Kristo, amen. Haleluya. Mpaka sasa
Kwa mnaotazama mtandao, tumefikia mwisho wa mawasiliano. Karibu BCC Mbezi Beach saa 4 kamili Jumapili ijayo kwa ajili ya kushiriki nasi hasa tukio la ujazo wa Roho Mtakatifu. Mungu akubariki. Sasa naomba kwa muda mfupi tu taarifa zako, jina lako kamili, unapotoka kwa ajili ya mawasiliano kabla ya kuingia katika zoezi jingine la ujazo wa Roho Mtakatifu. Nisikilize kusanyiko. Wale ambao mnataka kujaza Roho Mtakatifu, ambao bado hamjasema kwa lugha, hata kama umekuja hapa mara 70, zoezi linaendelea la kuja hapa kwa ajili ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Lakini tulitangaza juu ya vijana wa kuanzia watoto miaka 7 mpaka 17. Mimi nasema kuanzia 7 na kuendelea, hata kama ni mzee wa miaka 70 kujaza Roho Mtakatifu, hujasema kwa lugha, unaruhusiwa kabisa. Karibu hapa mbele. Karibu hapa mbele. Tukianza na wale watoto wa miaka 7, watangulie huku mbele, msije mkawakanyaga nyinyi watu wazima. Karibu. Karibu. Tukomboe wakati.